tumeamka na neema mvua. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo lazima tumshukuru tuko salama, lakini pia tuendelee kuombea ndugu zetu walioamka ambaye afya mgogoro. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya zao njema ili tuweze kuipambania taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kisugu, twende moja kwenye point. Tumewasikia jana bodi ya ligi kwa mara ya kwanza baada ya vurugu zote. Jana ametoka hadharani CEO Almas Kasongo, jana amezungumza baada ya kupokea matakwa manne kutoka kwa Young Africans, ikiwemo kuvunjwa kamati ya masaa 72, CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru, katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau ajiuzuru, lakini pia bodi ya ligi iwe chombo huru. Bodi ya ligi wamesema wamepokea, watafanyia kazi. Umepokeaje na wewe na kipi maono yako kwenye matakwa manne? Kwanza niwapongeze sana bodi ya ligi kwa namna ambavyo wameonyesha ungwana mkubwa na wameonyesha namna ambavyo ya kuongoza ukoje. Wao siku zote mimi naamini kwamba wanaongoza watu aina tofauti. Wanaongoza watu wanaoona, wanaongoza watu wasioona, wanaongoza watu wanaojua, wanaongoza watu ambao wasiojua. Kwa hiyo kusema wao ripoti wameipokea, watafanya kazi, ni moja la jukumu yao. Lakini mimi kimsingi sioni malalamiko ya msingi ambayo Dar es Salaam Young Africans walioyatoa jana, kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, Dar es Salaam Young Africans wao ndio waliandika barua kuwafahamisha umma hawana imani na bodi ya ligi, wanahitaji jiuzuru bodi ya ligi ili kuona namna ambavyo football yetu iendelee kuchezwa. Leo hakuna Mtanzania aliyewahi kusikia kwamba bodi ya ligi imefanyaje, imejiuzuru. Bodi ya ligi ni ile ile. Inakuwaje unakwenda na itwa na unaitikia wito na mtu ambaye usiyemwamini, huna imani naye, unakwenda una discuss naye, alafu mwisho wa siku unamwambia mzee, malalamiko kwangu hapa naomba uyatekeleze. Hapa ndio tunapata ule msemo wa Kiarabu unasema almajununu fununu. Hapa Ali, huna imani. Vipi unampelekea matakwa yako aende kuyatekeleza huyu ambaye wewe huna imani naye? Kwa hiyo hii inaonyesha namna ambao watu walivyopeleka malalamiko hawajitambui. Alafu mimi niseme ukweli, mpaka sasa hivi ukiniuliza, sijui lalamiko la Yanga ni nini kwa bodi ya ligi. Sijui. Hawana imani. Moja ya sababu sakata linaanza, cha kwanza wao wenyewe wameenda kasi. Madai waliowapeleka kasi ndio madai walioleta jana kwenye bodi ya ligi. Waandishi, tusemeni, siogope. Mko huru. Semeni. Madai waliopeleka kasi ndio madai waliopeleka jana kwenye bodi ya ligi? Jibu sio. Walivyokwenda bodi ya ligi, walivyokwenda kasi, walivyorudi wakaandika barua, wanahitaji kuona bodi ya ligi inafanyaje, inajiuzuru. Jana wametaka bodi ya ligi ijiuzuru au wametaka kamati ya masaa 72 ijiuzuru? Jana wametaka bodi ya ligi ijiuzuru au wametaka sio ajiuzuru? Maana yake tunakubaliana na barua walioandika ya kwanza, walioandika Dar es Salaam Young Africans, ndio? Yepi madai yao sahihi hawa? Hawa wamerudi, wamekwenda mahakamani. Waandishi, mnajua madai waliopeleka mahakamani ndio madai waliopeleka jana kwa bodi ya ligi. Tachi. Ndio. Anasema bodi inataka wajaribu kutumia, wasiwe bangusilo. Wasitafute mtu wa kumvaisha gunia, abebe la gunia la misumari, wabebe wenyewe. Wamelikoroga, watalinywa. Na Waswahili wanasema mwenye kilanga hapewi pole. Anaambiwa koma. Leo hii eti unakwenda kutamka, unasema wazi mwenyekiti katibu mkuu wa chama cha mpira wa Tanzania TFF ajiuzuru kwa sababu ameshindwa kwenda kutoa maamuzi juu ya nani? Ya waamuzi, si ndio madai yao? Ndivyo sivyo? Katibu mkuu anaingiaje kwenda kufanya maamuzi ya waamuzi? Wanajua kanuni hao? Hawa ndio wanajiita watu wa mpira. Katibu mkuu ana mamlaka hayo? Anayo? Kwenda kuhukumu waamuzi? Nendeni mkawaambie kwa mujibu wa kanuni za mpira,
waamuzi wanapokwenda kukosea, wako watu wanaamini kwamba ndio wanahitajika kwenda kuhukumu, lakini sio katibu mkuu. Katibu mkuu hana mamlaka kuingilia maamuzi ya waamuzi. Bodi ya ligi inabeba malalamiko, inapeleka kwenye kamati ya masaa 72. Kamati ya masaa 72 wao wanakwenda kufanya review, wanakwenda kuangalia aidha wahukumu au wasihukumu. Kwa hiyo waambieni katika sakata hili katibu mkuu wa chama cha mpira hausiki. Lakini wao wanasema hawana imani. Leo Dar es Salaam Yanga Africans bingwa miaka 3 mfululizo, ndivyo? Katibu mkuu nani? Kwa wapi? Kwa bodi ya ligi ama chama cha mpira wa miguu? Timu gani inaongoza ligi? Ya NBC. Katibu mkuu nani? Anaonea. Hawa walitaka kumvaisha mabomu Kidau. Hawa walikuwa wanamshawishi Kidau haribu mpira. Kidau kakataa, ndio mbaya. Unamshawishi kivipi? Yako madudu waliamua kuyatengeneza. Kidau yupo kwa sababu ya maslahi ya mpira wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Tanzania bara. Hayupo Kidau kutenda vitu kwa maslahi ya watu. Unataka kuniambia Yanga wamegeuka ndio maana vichwa vinauma? Niwaombe sana ndugu zangu Dar es Salaam Yanga Africans, hususan mashabiki wazangu wa Dar es Salaam Yanga Africans, wasitumike vibaya. Wasitumie ile kauli ya punda afe mzigo wa bwana ufike. Wasitumie hiyo kauli. Wanatumika kwa sababu ya maslahi mapana ya watu, sio kwa maslahi ya Dar es Salaam Yanga Africans. Hakuna mtu asiyejua mabadiliko makubwa kwenye mpira wetu kwenye nchi hii. Leo katika nchi ya 54, ligi ya 54 kwenye bara la Afrika, ligi yetu ni 4 kwa ubora. Unakataa? Programu ya football kwenye nchi iko vizuri. Soka la wanawake linapigwa. Under 20 ligi inachezwa. Under 17 ligi inafanyaje? Inachezwa. Tunahitaji nini kwenye mpira wetu kwenye nchi hii? Uwekezaji mkubwa TFF wamefanya. Wajenga Mnyanjani, Kisala wetu. Nani ajui? Leo nakwenda kutamka hadharani Almasi Kasongo ajiuzuru. Nenda kwa mwenye maandiko ya Biblia. Nataka kujibu shortcut. Yako maandiko yanasema kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, toa boriti kwenye jicho lako. Una maana gani? Kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, toa boriti kwenye jicho lako. Huyu CEO wa bodi ya ligi, moja katika watu bora kabisa waliosimamia ligi yetu kwa ufasaha mkubwa ni shida. Kuna muda mtu akiamua kusema no ndio mbaya. Kasongo ameamua kusema no. Twendeni ukacheze mpira. Hivi leo waandishi, klabu gani kwa miaka 3 umechukua ubingwa kuongoza waamuzi kufungiwa kwenye nchi? Ipi? Ni Dar es Salaam Yanga Africans. Mwaka huu ndio klabu pekee na goli la mkono kwenye ligi yetu NBC. Hakuna mwamba yote anaweza kulalamika. Baka anafunga pale goli la mkono, watu wanashangilia mwaka huu. Limefungwa goli mwaka huu, mpira umetolewa nje. Mwamba kenda kuukomba nje yule, pa kaweka ndani. Azam anakufa hiyo. Watu wa kushangilia. Walete timu tarehe 15 tukacheze mpira. Sawa.
Kisugu, umezungumza vizuri madai ya hoja za CEO na bodi ya ligi kwa ujumla. Turejee kwa Young Africans. Wao baada ya kikao waliita press conference wakazungumza madai yao kama yafuatavyo: hawatoshiriki michezo yoyote iliyobaki ya ligi kuu, kitoa mchezo namba 104 ambao wa dabi ya Kariakoo, hawatocheza michezo iliyobaki mpaka matakwa yao yafanywe.